kwanza kabla ya yote. Mbona mtoto mimi simu patikani? Simu mzima chaji sio na simu nini? Ili hapo. Sasa toka asubuhi jaona hata hujaichajisha. Ndio kwa sababu. Yaani nikwambie kitu. Leo nimepata majibu ya maswali yangu yote. Majibu? Majibu ya nini? Kwani ukumbuki ndani kulikuwa na vurugu mechi fulani hivi yani? Mdogo mdogo nini fulu kununiana, fulu sijui nini. Sasa ndio nimegundua bwana kumbe yule kitibwa nchuzi tu ndio alikuwa anatupa pamba ovyo hapo. Kama Mungu tu. Natoka zangu kwenye mizunguko yangu nipitie kwa shoga yangu. Si nimemkuta Jojo anamsimulia mdogo wake Mai pale. Wamba? Kumbe Jojo ni muongo. Kumbe Jojo ndo anakutongoza wewe mume wangu. Kumbe mimi sikuweka nijaza maneno mimi nikajua kweli. Kwanza nisamee. Maana mimi hata sikujua ukweli. Naomba tu unisamee mume wangu. Najua nimekufanyia vituko vingi huko ndani hata vistahili kwa kweli. Yaani tena alichokiongea Jojo. Akasema yuko tayari aisambaratishe ndoa yetu, sijui nini atafanya kila hali na mali mpaka tuachane. Jojo. Ndio. Hawezi. Afu kitu ambacho nashukuru umejionea. Maana hata ningekwambia sio kweli kiasi gani singenielewa. Maana wewe unang'ang'ania Mungu sana. Ile hapa leo nina fulani hizi ya nini? Sasa leo sijui hata nisemeje. Yaani leo saa 2 tu. Tunalala leo mapema. Ila nikufundishe. Yaani nina furaha ya moyo. Unajua na furaha ya moyo? Ila Jojo jamani. Ila nikufundishe kitu. Mungu mwenyewe atamlipia. Sawa. Nikufundishe kitu. Ndio ujue kwamba kuna watu na viatu. Huyo rafiki anaweza kawa adui. Naona kitokea sasa. Yaani nimeamini. Ulimwamini? 100% mume wangu. Mimi najua shoga yangu mwenyewe namwambia hivi na nishauri shoga yangu. Kumbe ananizunguka. Ndio rafiki yangu nilimwamini. Nikawa namwambia hiki namwambia kile, ananishauri hiki, tunashauriana vitu vingi. Kumbe ananizunguka. Hata siamini. Unajua nini mume wangu? Yaani nilikuwa kwenye giza nene kabisa kwenye mahusiano yetu. Kumbe huu ndio ukweli uliojificha. Bibi baba. Sasa tunavimbiana. Unanipa jibu langu mpaka leo. Kwani mimi nilikwambia? Wewe sikia. Sikiliza. Nishachoka na habari zako na wewe. Habari gani tena? Wewe sikiliza kwanza. Wewe chumvi usoni, sawa? Nikaanza kufanya kupitia macho. Wewe. Kwani umeanza? Iwe mwanzo na mwisho. Nifanya nini? Unanielewa? Nifanya nini? Ukiendelea. Nifanya nini sasa? Wewe unanielewa tu. Potea. Sasa nipotee niende wapi? Nipotee kuhusu nini? Mimi na watu tuongee tukafikia mwafaka. Tuongee nini mimi na wewe? Tuongee nini? Nimekosea. Hebu sikia. Sema nilipokosea. Kwanza nishachoka na habari zako na wewe. Habari gani? Hilo nao ulitaka aliweza kutumia. Wewe elewa hivi. Unachotaka tutumie. Hivi. Wewe mimi unanikataa. Nimemwambia nienda kumwambia mkeo. Hivyo nimekwambia. Kubaliana. Nimekwambia. Wewe. Ukiendelea kunifatafata utakuzingua. Unanielewa? Wewe. Mbaya. Afuendelee. What? Nakwambiaje? Nini? Wewe.
Halo, muda mrefu. Bwana, umekani? Nipo. Hivi upo hapa? Bwana niko hapa. Hivi. Bwana hapa kiki sina. Hamna tatizo. Labda karibu ndio ukae. Hamna tatizo. Mimi mwenyewe ilikuwa tu ninapita, ila nikaona bora nije hapa maana kaka kwa vitu ambavyo nimeviona. Yaani sijui nikueleze vipi. Hivi unamkumbuka yule shemeji yangu fulani hivi ulikuwa ambaye unamtumia vizawadi? Unamkumbuka alikuwa anakataa sana? Nishajua unaenga. Hapo. Ni huyo. Sijaenda mbali. Vipi kwanza bado unaendelea nao mambo? Nikueleze kitu tu rafiki yangu. Ndio. Ukweli mahusiano yangu mimi na Jojo ngumu sana. Kwa hiyo iko hivyo tu. Bado sijafanikiwa kumrejesha kwa upande wangu. Sasa kaka. Bwana yule hali nishamkuta kwenye matukio zaidi ya 2 au 3. Kwa fulani hivi anaitwa kama sikoseni Dize. Okay. Hivi simligombana pia kuhusu mambo haya? Hata Dize pia mahusiano yetu pia yako sana. Lakini chanzo ni huyo Jojo. Sasa katika ule ugomvi nilichokielewa pale, naona kabisa yule shemeji alikuwa analazimisha mahusiano na yule rafiki yako ambaye mligombana sana kuhusu yule demu. Alafu sasa yani sijaelewa hapo inakuwa kwaje bro. Sasa hapo nishaanza kupata picha. Inavunisha Jojo ndio ambaye alikuwa anamtaka Dize. Okay. Na akampiga sana kwa kumaanisha kwamba yule mimi ni rafiki yangu, mtu wangu wa karibu sana, ila shemeji akawa analazimisha. Nikwambie kitu nini? Ndio. Bwana nashukuru kwa ujumbe wako. Kinachofuata kwa sasa hivi inabidi nifanye tu uchunguzi zaidi ili nipate kupata conclusion zaidi ya hichi kitu. Alafu baada hapo utaangalia ni kile cha kufanya. Yaani ungefanya hivyo ingekuwa vizuri. Maana nimekuta ni tough fulani kabisa, na hakuna maelewano. Basi sawa, mimi nafikiri ngoja nikamcheck rafiki yangu Dize. Mimi na Dize tumeharibiana sana. Fanya hivyo. Kiasi kwamba nimekuwa tafani kabisa. Fanya hivyo angalau kidogo kwenda maelewano. Basi poa. Ngoja nikamcheck rafiki yangu. Shukrani. Poa. Sawa. Inasikana vipi? Sawa. Utaona. Unajua kuongea na nini? Naomba tuongee kidogo. Kama utojua. Nipe nafasi. Niko naomba msaada. Nikwambie kitu. Kikweli mimi nimekusamehe kwa kila jambo ambalo nimefanyia. Ni sina kinyongo kabisa na wewe. Ila tu nataka kuambia kitu kimoja. Nimekusamehe kama mwanadamu mwingine. Kwa sababu nafahamu kwamba kutenda makosa si kosa, bali kurudia kosa ni makosa. Kibinadamu nimekusamehe, lakini kuonyesha mahusiano hapana. Basi rudisha moyo wako kidogo nyuma tu. Sikiza. Samahani sana.
Nikwambia kitu baby. Yaani mnafuraha yani. Wewe toka jana mpaka bado niko happy. Ndio bana tamani kama nilikuwa naye. Kwa nini vya amazing. Penda nao. Halo. Niambie shemeji yangu. Safi mzima. Mzima kipindi. Safi za siku. Safi. Za nyumbani. Nyumbani salama. Uko poa? Uko poa. Karibu shemeji yangu. Asante, nimefurahi sana ujue kuona mko katika hali kama hii. Eti. Lakini umetususa. Wewe unafuata nini hapa? Safi. Wewe, safi nini? Wewe unafuata nini? Jamani. Kwenye niambie kitu. Nimekuja hapa kwa lengo moja tu. Kwa kipindi kirefu sana mimi na mwenzangu busy tulikuwa tuko katika maoni mazuri. Lakini chanzo ni nini? Kitu ambacho kimekuja kugundulika. Au kitu ambacho kimekuja kubainika. Kwamba chanzo cha kuchoko yote ni Jojo. Ni kitu ambacho huwezi kuamini. Jojo katuchezea mchezo ambao mchafu sana. Kavuruga amani ya mimi na rafiki yangu. Na kama sikosei, kipindi cha nyuma nilikuwa naona mlikuwa mko katika maelewano mazuri. Na bila shaka chanzo ni wewe Jojo. Na Hendi katoka kuniambia kwamba kuna siku kaona mkiwa sehemu mkiwa katika hali ambayo yasintofahamu. Nimekuja kuomba msamaha ndugu zangu. Najua binadamu tunateleza. Lakini tumeondoa makosa na tumeondoa kusimama tena na kuinuka upya nafasi kali. Haina shida shemeji yangu. Ila ngoja nirudi kwa mume wangu. Wewe tuliza hasira zako, mimi ndio rafiki yangu. Ngoja tumuite. Ngoja naye pamoja. Yaani mlikuwa kwa Jojo. Ngoja tufanye hivi. Hiyo ni binadamu kama ulivyo. Hivi unajua changamoto unayopitia wewe Jojo? Hebu nisikilize. Wewe maadhi ngapi umenikosea? Mbona mimi nimekusamehe? Jojo karibu rafiki yangu. Karibu jisikie. Jisikie. Sikia nikwambie Jojo. Wewe ni rafiki yangu. Tena ni zaidi ya rafiki. Wewe ni kama ndugu yangu. Haina haja ya kulia. Makosa yote tumeumbiwa. Ila mimi ninachomshukuru Mungu umelitambua kosa lako na umekuja kuomba msamaha. Mimi binafsi yangu nimekusamehe rafiki yangu pamoja na mume wangu. Wewe nafiki huyu. Nafiki. Sema hivyo. Wewe. Binadamu sote tunakosea. Jojo alikuwa ajui nini alitenda. Sawa? Na kuomba mimi mume wangu naomba umsamehe rafiki yangu. Mimi bado nampenda. Naomba umsamehe. Ngoma basi. Huyu ni rafiki yangu. Baby. Msamehe basi. Jojo nyamaza. Yataisha. Sawa. Haina shida. Uko mtu wangu kaamua. Acha nikusamehe. Ila haya ni maisha tu. Sitana nipitia. Usijali jambo. Kuwa na amani. Asante. Ndugu yangu. Sio mbona. Najua kipindi kirefu sana tulikuwa katika hali ya sasa. Walikuwa naomba tutoke mara moja. Fresh mind. Then tutarudi kuendelea na mambo yetu. Oh. Wewe mwana. Ongea kidogo, piga story. Emka kwa kidogo.